Shalom, how are you? Shalom, shalom, wherever you are. Nawasalimia katika jina la Yesu. Natumaini kwamba nyinyi ni wazima wa afya na mnaendelea vizuri. Ni asubuhi bado. I know some of you want to find this video, lakini nitafundisha hapa alafu nitaiacha online kwa masaa kadhaa au hata kwa muda mrefu. Alafu wale ambao watakuja online badala ya leo au baadaye nikiwa nimeshatoka online, basi watatoka mafundisho na watajifunza. So nataka nifundishe kitu kizuri hapa ambacho kitakusaidia wewe unanitazama
Yes, namuona Vivian, namuona rafiki yangu Blanca, mama wawili. Mungu akubariki sana. Naona na wengine ambao si wajui vizuri. Lakini nataka nifundishe kitu kizuri hapa kwa ajili yako wewe unanitazama. Japokuwa hiki ni maalum kwa wale ambao bado hawajamjua Kristo. Kwa sababu nataka nifundishe kwa habari ya maisha ya Mkristo, maisha ya Mkristo. Lakini pia nataka nifundishe na nizungumze kwa habari ya wokovu. Kama unanipata vizuri, andika tu hapo chini kwamba unanipata vizuri ili nisiwe natumia muda mwingi wakati sisikiki vizuri. Kama you get me very well, andika hapo chini kwamba nasikika vizuri ili nijue nasikika vizuri. Kwa hivyo nataka nifundishe kitu ambacho kitakusaidia wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi, ukiwa kazini, ukiwa ofisini kwako, ukiwa kwenye biashara zako, ukiwa safarini, ukiwa nyumbani, ukiwa popote pale ambapo unasikia sauti, basi nataka niongee na wewe ili somo likutoe mahali fulani kupeleka sehemu fulani. Kwa hiyo kwa wewe ambaye you are following me, wewe unanisikiliza, kaa tayari kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu ambalo nataka tulizungumze hapa. Yes. Jesus is more than gold. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya watazamaji wangu hawa ambao wanaenda kutazama video hii, ambao wanaenda kuzungumza kwa habari ya wokovu na maisha ndani ya maisha ya Mkristo. Bwana Yesu, nikuombe unisaidie mimi naenda kufundisha, niweze kuzungumza kile ambacho Jehova amekusudia waweze kuelewa watoto wako wakifanyia kazi kwenye maisha yao. Bwana Yesu, yetu ambaye anapata ujumbe huu ukamguse na kumfanya kuwa mtu fulani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana, wale ambao wametenga muda wao kwa ajili ya kusikiliza, Mungu nakusihi usiwaache, bali pamoja na wao katika hatua moja kwa hatua nyingine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jehova, ukumbuke biashara zao, natamka wateja kwenye ofisi zao mahali walipo sahihi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninapoachilia mafundisho haya, Bwana Yesu, yakafanyike baraka kwenye maisha yao, yakafanyike baraka kwenye maisha yao, yakafanyike majibu kwenye maswali yao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yeyote ambaye anaenda kukutana na mafundisho haya, Bwana Yesu, yakafanyike baraka kwake katika jina la Yesu. Yule ambaye ananisikiliza akiwa ofisini kwake, yule ambaye ananisikiliza akiwa dukani kwake, Bwana Yesu, wateja wakamfuate sahihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Lakini zaidi sana Mungu apate kuelewa ili kusudi kufanyia kazi kile ambacho nazungumza kikawafaa maishani mwao. Bwana Yesu, nakusihi kaonekane kwao katika jina la Yesu. Amen. Nataka tu mtu aniandikie hapo chini kama nasikika vizuri. Kama sauti ya muziki ipo juu sana, basi mtu aniambie kwamba sauti ya muziki ipo juu sana. Kama nasikika vizuri, basi uniambie ili kusudi niweze kuzungumza na wewe vizuri. Nataka nizungumze kwa habari ya maisha ya Mkristo. Nataka kwanza nianzie hapo. Maisha ya Mkristo hasa ni nini? Maisha ya Mkristo ni nini? Nataka watu waelewe sifa za Mkristo ni zipi na maisha ya Mkristo ni yapi. Na baada ya kuzungumza kitu tunajua kitakusaidia sana wewe ambaye unafuatilia, kwa sababu kitakupa kujua picha halisi ya maisha ya Mkristo ni yapi. Nimeona mtumishi wa Mungu hapa John William anauliza kanisa liko wapi? Ndugu, kwa sasa niko Morogoro, niko Tanga. Nimekuja kwa ajili ya mkutano huku, lakini kanisa liko Morogoro na mimi nipo Morogoro, ndio makazi yangu, lakini kwa sasa nipo Tanga kwa ajili ya huduma. Sijajua wewe uko wapi John. John, wewe uko wapi? Niambie wewe uko wapi. Nikaenda kama mambo yangu sawa hapa kwa ajili ya kuanza somo rasmi. Hallelujah, hallelujah. Jesus is more than gold. Yesu ni zaidi ya silver, Yesu ni zaidi ya gold, Yesu ni zaidi ya almasi, Yesu ni zaidi ya chochote kile ambacho nakiona ni cha thamani. Jesus is more than gold. Jesus is more than gold. Yes. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Jesus. Sifa za Mkristo ni zipi? Ili somo nataka likusaidie wewe ambao unanisikiliza, ili kukufanya uelewe jinsi wewe mwenyewe ulivyo na jinsi ambavyo unatakiwa kuishi kama Mkristo. Watu wengi wamekosea sana
kwa kuishi maisha fulani bila kujua kwamba maisha sio maisha yao. Na unaweza ukawalaumu, lakini wakati mwingine hawapaswi kulaumiwa, ni kwa sababu ya viongozi ambao wanao. Sasa Mkristo ni mtu gani? Mkristo ni mtu gani? Tuanze kwanza hapo. Ngoja niagize Biblia yangu ya Kiswahili. Ali. Sifika. Naomba Biblia yangu ya Kiswahili. Iko hapo sebleni. Maisha ya Mkristo ni yapi? John, asante sana, upo Mbezi mwisho. Mungu akubariki sana. Sasa John tunasaidia kuandika haya kunisaidia hivi vitabu ambavyo nakuna vitaja. Anza na hiki hapa. Andika Matendo ya Mitume 11:26. John, niandikie hapo. Na nikione kitabu hapo. Matendo ya Mitume 11:26. Tuweze kujua kwanza huyu Mkristo ni mtu gani. Kumbuka tunazungumzia maisha ya Mkristo. Sasa tujue huyu Mkristo ni mtu gani. Tukijua huyu Mkristo ni mtu gani, itatusaidia kujua sifa za Mkristo. Matendo 11:26. Matendo 11:26. Niandikie hapo mtumishi wa Mungu, Matendo 11:26, ili watumishi wa Mungu watakapokuja wengine waweze kukuta na wajifunze. Yes, Lord Jesus. Wow, asante. Matendo 11:26. Matendo 11:26 Biblia inasema, wewe naanzia 25, nasema hivi: wakati ule Yesu akajibu akasema, namshukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi. No, this is Matendo, sorry. Matendo, yes. Matendo. Yeah. Biblia inasema hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Nimesema naomba uniandikie Matendo 11:26. Tutajifunza kwa habari ya Mkristo ni nani, alafu na sifa za Mkristo. Mkristo ni nani na sifa za Mkristo. Nitarudia tena hii Matendo 11:26. Inasema hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo hapo kwanza. Wakristo na wanafunzi waliitwa Wakristo hapo Antiokia. Nini maana yake? Tunaona watu wengi wakisema wewe ni dini gani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni dini gani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni dini gani? Mimi ni Mkristo. Lakini wanashindwa kujua kwamba Ukristo sio dini. Christianity is not a religion. Christianity is not a religion. Ukristo sio dini. Ukristo ni jina walilokuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo ukisema mimi ni Mkristo, maana yake unakiri kwamba mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Sio kama mimi ni dini ya Kikristo. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Maana yake ni kwamba zamani wakati Yesu anakuja duniani na anafanya kazi, kuna watu ambao walimfuata. Na watu ambao walimfuata Yesu walipewa jina la wanafunzi wa Yesu. Na kwa sababu walipewa jina la wanafunzi wa Yesu, walikuwa wakijifunza kwa Yesu, automatic walijifunza vitu vingi kwa Yesu. Walijifunza mfumo mpya wa maisha kwa Yesu. Walijifunza namna mpya ya kuishi kwa Yesu. Walijifunza namna mpya ya kubehave kwa Yesu. Kwa hiyo wakajikuta wanafanana tabia zao na za Yesu. Ndio maana Mtume Paulo wakati mwingine, Mtume Petro wakati mwingine aliulizwa, mbona hata kuongea kwako ni kama Yesu? Mbona hata kutembea kwako ni kama Yesu? Maana yake nini? Maana yake ni kwamba alikopi sifa za Yesu na tayari akaitwa huyu ni wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaitwa huyu ni wa Yesu. Kuitwa huyu ni wa Yesu sio dini ya Yesu. Huyu ni wa Yesu kwa sababu ni mfuasi wa Yesu. Anamfuata Yesu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anamfuata Yesu. Kama anamfuata Yesu, manake sifa zake zimefanana na sifa za Yesu. Kwa hiyo ukisema mimi ni Mkristo, manake sio kama umesema dini yako ni ya Kikristo. Ukristo sio dini, Ukristo ni sifa. Haleluya. Haleluya. Ukristo ni sifa. Sifa gani? Ukristo ni sifa anayopewa mfuasi wa Yesu, mtu mwenye sifa za kama na Yesu, mtu mwenye tabia za kufanana na za Yesu. Huyo ndiye anaitwa Mkristo. I have got something more than gold. Nimepata kitu zaidi ya dhahabu. Kwa hiyo Mkristo ni nani? Mkristo ni mtu yoyote yule. Yoyote yule. Wewe kushangaza kidogo. Mkristo ni mtu yoyote yule ambaye anamfuata Yesu na ana sifa za kama na Yesu. Mkristo anaweza akawa Muislamu. Mkristo anaweza akawa Muislamu. Najua watu hawezi kuelewa hiki, lakini Mkristo anaweza akawa Muislamu. Kwa nini? Mtu anaweza akawa ni Muislamu lakini amefuata sifa zote za Yesu. Mtu anaweza akawa Muislamu lakini ana sifa zote za Yesu. Anampenda jirani yake, anapenda adui zake, anasamehe wanaomuudhi, anakiri kinywani mwake kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima, na ni mtu ambaye anafanya mambo yote ambayo Yesu anayataka. Huyo ni Mkristo. Mkristo sio dini. Christianity is not a religion. Christianity is a character. Christianity is a lifestyle. Ukristo ni aina ya maisha fulani ambayo Yesu alianzisha na sisi tunayafuata. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo ukisamini ni Mkristo, wewe ni uhakika kwamba hutangazi dini yako, unatangaza sifa za Kristo ambazo wewe umezibeba. Maana ukisamini ni Mkristo, tunataka tuone sifa za Yesu mwenyewe ndani yako au kwenye maisha yako wewe. Ongea yako, tembea yako, ishi yako, matendo yako yafanane na vile ambavyo Yesu anataka. Ukisamini ni Mkristo alafu unafanya vitu ambavyo haviendani na Mkristo, utakushangaa. Wakristo hatutukani, Wakristo hatunywi pombe, Wakristo hatuvuti bangi, Wakristo hatuchukii maadui zetu, Wakristo tunampenda Mungu, Wakristo tunasaidiana sisi kwa sisi, Wakristo tunapendana. Hizo ndio sifa za Mkristo. Haleluya. Kwa hiyo ukisema ni Mkristo, hataki kuona unaenda kanisani tu. Tunataka tuone pia na sifa za Kristo. Haleluya. Hiyo ni Matendo ngapi? Matendo 2, Matendo 21:26. Kwa hiyo kumbe ukisema mimi ni Mkristo, maana yake ni kwamba una tabia za Kristo, umebeba sifa za Kristo, umebeba tabia za Kristo, maisha yako yanafanana na ya Kristo. Christianity is not a religion. Narudia tena. Christianity is not a religion. Christianity is a lifestyle. Ni aina ya maisha ambayo ameanzisha Yesu mwenyewe. Matendo ya Mitume 11:12. Tuende Luka 14:26 tuone. Matendo 14:26-27 mpaka 33. Hallelujah. Christianity is not a religion. I have been saying this all the time. Christianity is a lifestyle. Christianity is a character. Christianity is not a religion. Christianity is a lifestyle. How do you live? I have told you that Christianity came the way I am Christian. I am Christian. This is the name given to Jesus' disciples. Jesus' disciples. It's the name given to those who were following Jesus' teachings, who were living the kind of life that Jesus has been teaching people to live. Those are Christianity. Hao ndio Wakristo. Wakristo ni watu wenye tabia za kufanana na za Yesu. Hallelujah. I can see my papa is there watching. Papa, God bless you. Luke 14:26. Let me read. Ngani some. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zangu waume na wake, naam hata nafsi yake mwenyewe, haiwezi kuwa mwanafunzi wangu.
mtu yeyote anayechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anayo ya kumalizia, asije akashindwa kumalizia baada ya kupiga msingi? Watu wote wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu ya kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule aliyekuja na juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi kutuma ujumbe kukata shauri za amani, mtu yule akali mbali, basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Haleluya. Yesu anaeleza kwamba yeyote ambaye hawezi kumwacha baba yake, mama yake, mke wake, watoto wake, ndugu zake, wake na waume kwa ajili ya kwako, kwa ajili ya kwake Yesu, unaelewa? Kwa ajili ya kwake Yesu, hamfai kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ili uwe mwanafunzi wa Yesu ni lazima ukubali kujikana. Ili uwe mwanafunzi wa Yesu ni lazima ukubali kuacha mambo yako. For you to be a Christian, you have to stop all what is not pleasing Jesus. You understand? Ili uwe mwanafunzi wa Yesu, achana na mfumo wa kidini. Stop behaving like a religion guy. Stop behaving like a certain religion the way they have taught you to behave. Behave like a Christian. Behave like how Jesus is teaching us. Christianity is a character. Christianity is not the way your father in church has taught you, the way your pastor in church has taught you. Christianity is the lifestyle that is very, very like that of Jesus. Doing the righteous, doing the right thing, doing what the Bible tells you to do. That's what we call Christianity. It's a way of life. Christian is a way of life. It's a way of life. Mfumo wa maisha yako yanakuaje? Kwa hiyo that's why I'm saying this. You can find the Roman Catholic in heaven one day. Why? Because their life was very like of that Christ, was very like, was the same of that of Jesus. Kwa hiyo sifa za Mkristo ni zipi sasa? Sifa za Mkristo tutazijua, lakini for now, kwa sasa unatakiwa uelewe kwamba ukisema mimi ni Mkristo, nafsini mwako usiki kabisa kwamba nayafanya yale ambayo Yesu Kristo anayataka niyafanye. Hallelujah. 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 Kwa hiyo Ukristo sio dini. Ukristo ni tabia. Ukristo ni sifa. Ukristo ni mwenendo unaofanana na ule wa Yesu ambaye ndio muasisi wa Ukristo. Hallelujah. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, in his own life also, he cannot be disciple. He cannot be disciple. Yesu anatuambia kwamba mtu yoyote ambaye hawezi kuacha wazazi wake, mama yake, baba zake, ndugu zake, na akaamua kuyafanya aliyo mapenzi ya Mungu, na akaamua kuyafuata yale ambayo Yesu anayataka, huyo hana sifa ya kuwa Mkristo. Mtu mwenye sifa ya Kristo ni yule ambaye amekubali kuachana na baba, kuachana na mama, kuachana na mifumo ya wazazi na kuenenda na mfumo ambao Mungu anautaka. Lakini bado katika hayo usifanye dhambi ya kuwakosea heshima dada zako, ndugu zako, wazazi wako. Hapana, ila tu mfumo wa maisha yako usiwe kulingana na vile familia yako ilivyo, bali uwe kulingana na vile ambavyo Yesu mwenyewe anataka wewe uishi. Hallelujah. 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 Kwa hiyo Ukristo sio dini. Narudia tena kwa sababu kuna watu naona wanajiunga hapa. Ukristo sio dini. Ukristo ni mfumo wa maisha. Ukristo ni mfumo wa tabia njema, mfumo wa tabia njema. Ukristo ni maisha, ni mfumo wa maisha ambao unakufundisha kuishi maisha yanayompendeza Mungu, kuishi maisha masafi, kuishi maisha ambayo kila mmoja akikuona anasema, "Wow, huyu ni mtumishi wa Mungu." Huo ndio Ukristo. Kitu ambacho wengi tumeshindwa kufanya kwa sasa ni kwa sababu tunaishi kulingana na dini. Dini nataka tuishi vipi, lakini sio Mungu anataka tuishi vipi. Hallelujah. 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 Yesu anaeleza hapa mwenyewe, anasema
kama mtu yoyote akienda kwa Yesu, maana yake akimfuata Yesu, alafu hajawaacha ndugu zake, wazazi wake, kaka zake na dada zake, na kuiacha hata maisha yake. Yesu anaposema na kuiacha hata maisha yake, anamaanisha nini? Mimi Dennis na mfumo wangu wa maisha ambao ninao na upenda. Mimi Dennis na mfumo wangu wa maisha ambao na upenda. Lakini mfumo wangu wa maisha unaweza kuwa hampendezi Kristo. Unaweza kuwa hampendezi Mungu. Kwa hiyo natakiwa ni uache mfumo wangu wa maisha, niingie kwenye mfumo mwingine wa maisha wa kumpendeza nani? Yesu. Kwa sababu wokovu sio dini. Ukristo sio dini. Mimi ni Mkristo, manake mimi ni wa Yesu. Mimi nafanya yale Yesu anataka niyafanye. Mimi nina sifa za kama na Yesu. That's the meaning of I am Christian. Hiyo ndio maana mimi ni Mkristo. Kufanya mambo ya tabia njema. Hallelujah. Kwa hiyo uhusiano wetu na wazazi wetu, watu wetu katika ndoa, watoto wetu na vitu vinavyomiliki katika hii dunia, vinatakiwa viwe katika mfumo unaompendeza Mungu. Kama ni ndoa, iwe katika mfumo unaompendeza Mungu. Amani itawale, kusiwepo na manyanyaso, kusiwepo na vitu vya hapa na pale viovu. Kama ni watoto, uwalee katika maadili mazuri ya kimungu, ufanye vitu ambavyo vinampendeza Mungu. Hapo utasema I am a Christian. Manake I have the character of Christ. Sifa za Kristo Yesu. Hallelujah. Kwa hiyo mahusiano yetu sisi na Mungu yasiharibiwe na mahusiano yetu sisi na watu wengine. Mahusiano yetu sisi na Mungu yasiharibiwe na mahusiano yetu na wachumba zetu au wake zetu au familia zetu. Mahusiano yetu na Mungu yawe unique. Sasa huo ndio Kristo. Mkristo ni nani? Mkristo ni mtu anayefanya mapenzi ya Yesu, mapenzi ya Mungu, mwenye tabia za kufanana na zile za Yesu. Huyo ndio Mkristo. Tuangalie sifa za Mkristo sasa ni zipi, tuzijue. Ukristo sio dini. Roman anaweza akawa mlokole, kwa sababu lokole sio dini. Muislamu kama akiyafanya na mapenzi ya Mungu anaweza akawa ni Mkristo, kwa sababu Kristo is a life of style. Is a style of life. Ni mfumo wa maisha, is a life of style. Blanca nisaidie kuandika hapo chini Mathayo 11:26. Andika tu hapo Mathayo 11:26 post. Alafu niandike tena Luka 14. Andika Luka 14:26 mpaka 33. Blank, do that. Andika Mathayo, andika Matendo 11:26. Mtoto anaweza kasaidia kuandika hapo Matendo 11:26. Lakini pia ukaandika Luka. Andika Luka 14:26 mpaka 33. Sasa ujue kabisa kwamba kuitwa Mkristo sio sawa na kuitwa mpagani. Kuitwa Mkristo sio sawa na kuitwa Mruteri au Mruthelani. Au Mkristo sio sawa na kuitwa MTG. Mkristo sio sawa na kuitwa mtu wa dini fulani. Mkristo sio sawa na hivyo. Ukristo unajitegemea wenyewe. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba Ukristo unajitegemea kwa sababu ni sifa. Sasa hizo sifa unaweza kuwa nazo ukiwa ndani ya Romani. Hizo sifa za Ukristo, za Mkristo unaweza kuwa nazo ukiwa ndani ya KTG. Hizo sifa za Mkristo unaweza kuwa nazo ukiwa ndani ya Rutherland, ukiwa na sehemu nyingine yoyote. Hallelujah. Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Yes. Asante. Niandikie sasa na Luka 14
Luka 14:26 mpaka 33. Angalia sasa, anasema hivi, watu wengi wanakosea kwa kusema mimi ni Mkristo wakati ni walevi, wakati ni wazinzi, wakati ni waasherati, wakati ni waongo, wakati wana tabia zote chafu ambazo hazimpendezi Mungu, alafu wanadai wao ni Wakristo. Hiyo ni kosa kubwa. Hata kama ni mimi nimefanya, ni kosa kubwa mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mkristo ni sifa. Ukikosa hizi sifa, wewe sio Mkristo. Wewe unakuwa mtu wa kawaida. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1 anasema hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1 anasema hivi. Anasema nasoma, anasema hivi, na uzima ulidhihirika, nasi tumeona, tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Hilo tulolinena na kulisikia twawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Na haya twayaandika ili furaha yetu itimizwe. Waraka wa kwanza wa Yohana au Yohana wa kwanza 2:1 anasema hivi, yale tuliyoyaona na kuyasikia twafundisha na ninyi, ili tuweze kuwa washirika. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba sisi tumebadilika kumuona Yesu. Sisi kina Petro tumebadilika kumuona Yesu. Sisi kina Tito tumebadilika kumuona Yesu. Sisi kina nani tumebadilika kumuona Yesu. Sasa twawaandikia na ninyi, ili kusudi nanyi mpate kujua sifa za huyu Kristo, ili mnapokuwa mnasema na sisi ni wa Kristo, basi muwe na picha ya kuitazama kwamba okay, Kristo kwa waliomuona wanasema alikuwa ni yuko hivi na hivi na hivi, maisha yake ni haya na haya na haya na haya. Kwa hivyo tunaandikia na ninyi, ili kusudi mnapokuwa mnaishi angalau mna picha halisi ya huyu Yesu ambaye mnamzungumzia. Mna picha halisi kwamba kumbe huyu Yesu alikuwa yuko hivi, Yesu alikuwa hivi. Tusipoandikia ninyi, itakuwa ni ngumu nyie kuelewa kwamba huyu Yesu alikuwaje, na hatimaye ndio kama mmepoteza direction. Huenda mkafika mahali hata msijue huyu Yesu alikuwa na sifa zipi. Kwa hiyo mtume Yohana, waraka wa kwanza Yohana inatuambia kwamba yale tuliyoyaona na kuyasikia twayanena, twayahubiria ninyi, ili mpate kuyajua. Lengo ni nini? Ili mnapokuwa mnaishi kama mnaamua kuwa Wakristo, muishi kulingana na vile ambavyo sisi tumeona. So kwa sababu hatuwezi kuonyesha nyinyi, hatuna video za kuonyesha, tunawaandikia kwamba Yesu alisema hivi, mpende anayekuudhi, mpende adui yako, muombee adui yako. Yesu alisema hivi, usiseme uongo. Yesu alisema hivi, usiwe mzinzi, usiwe mwasherati. You see? Kwa kusoma hizo zinakupa kujua kumbe hizi ndio sifa za Mkristo. Haleluya. Lakini waraka wa kwanza huyu 2:1 ndio nisome, nasema hivi, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye Mwokozi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yeye ndiye patanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Haleluya, haleluya. Angalia, anasema nimewaandikia ninyi watoto wadogo, ili kwamba msitende dhambi. Ametuandikia nini? Ametuandikia yale ambayo Yesu hayataki. Ametuandikia yale ambayo Yesu ni machukizo mbele zake, ili tunapokuwa tunamfuata huyu Yesu tufuatane na yeye katika haki. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anaposema hivi, huyu Yesu ndiye patanisho letu kwa Baba. Huyu Yesu ndiye patanisho letu kwa Baba. Lakini sio patanisho tu, pia ana uwezo wa kusamehe dhambi za ulimwengu mzima na kutufanya sisi tufanane na yeye. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Kwa hiyo unapokuwa unaishi, maisha yako yanatakiwa yafanane na ya Kristo, na hizo ndo tabia za Mkristo. Tabia za Mkristo zinatakiwa zifanane na za Kristo. Tabia za Mkristo wa leo, kwa sababu Kristo sio dini, zifanane na Mkristo na Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana anasema hivi, nimewaandikia ninyi watoto wangu wachanga ili msitende dhambi, na kama ikitokea ametenda dhambi, tunaye Baba ambaye ni kiunganishi, tunaye Baba ambaye ni patanisho letu, na si kwa ajili ya dhambi zetu tu, bali katika dhambi zote za ulimwengu. Sasa kwa sababu ninyi hamkumuona Kristo, tunatakiwa sisi tuliomwona Kristo tuwaeleze sifa za huyu Kristo ni zipi, ili mnapokuwa mnaishi kulingana na vile ambavyo sifa za Kristo zinatutaka sisi tuishi. My little children, the things I write to you so that you may not sin. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. Now, thanks to the God who always leads us in truth in Christ. Anasema hivi, sifa za Mkristo, kwa sababu sio dini, zinatakiwa zifanane na sifa za Yesu. Haleluya. Zifanane na sifa za nani? Sifa za Yesu. Kwa kama zinatakiwa zifanane na sifa za Yesu, maana yake ni kwamba nitajuaje sifa za Yesu? Ni lazima nisome neno. Nikisoma neno nitajua Yesu anatakaje. Ndio maana nasema hivi, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye Mwokozi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yeye ndiye kipatanisho la dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili tunajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Tunashika amri zake. Amri zake zipi? Amri zake ambazo anataka sisi tulee wa Kristo, sisi tulee wa kwake, zinatupasa tuzishike. Ukristo ingekuwa ni dini, basi wengi wangeenda mbinguni. Ukristo sio dini. Ukristo ni mfumo wa maisha yanayompendeza Mungu. Ukristo ni mfumo wa maisha unaompa Mungu tukufu. Ukristo ni lifestyle, ni mfumo wa maisha ambao unamtukuza Mungu, ni mfumo wa maisha ambao unampa Mungu tukufu. Ndio maana Roman anaweza kaenda mbinguni watu wakashangaa siku moja. KKKT anaweza kaenda mbinguni watu wakashangaa siku moja. Kwa nini? Kwa sababu yeye maisha yake yako katika mfumo wa Kristo anaotaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mfumo wa Kristo ambao Kristo anautaka. Haya, waraka wa kwanza wa Yohana 2:13. Bila sema hivi, nawaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmemjua Baba. Nimewaandikia ninyi akina baba na kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu limekaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya kimwili, yaani tamaa ya kimwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita na tamaa pamoja na tamaa zake zote, bali yeye afanyie mapenzi ya Mungu hudumu milele. Listen. Nisikilize. Anasema hivi, sifa za huyu Mkristo ambaye anamfuata Yesu, sifa za huyu Mkristo ambaye anamwamini Mungu. Dunia hii haipaswi kumtawala. Dunia hii haipaswi kumteka. Dunia hii haina nafasi kabisa kwenye maisha yake, kwa sababu tamaa ziko kwenye hizi dunia hazimfanani na huyu aliye wa Kristo. Aliye wa Kristo anatakiwa na sifa za kimungu. Aliye wa Kristo anatakiwa awe na sifa zinazoendana na za Kristo. Tumisha Mungu hapa amenipa andiko, ngoja nilisome. Linus, shalom. Nimeona ulimesafiri, sio ulienda wapi ndugu yangu? Tujatafutana muda mrefu. Mungu akubariki sana. Naona kazi ya Mungu inakupeleka mbali sana. Zaburi ya 58. Ngoja nisome kitu hapa, tuone mtumishi Mungu anataka kusema nini hapa. Zaburi ya 58 3 mpaka 4. Biblia inasema hivi, wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea. Sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka, mfano wao ni fira kiziwi azibaye sikio lake. Wasio haki wamejitenga. Wasio haki watu gani? Watu ambao hawana sifa za Kristo. Watu ambao hawana sifa za Kristo. Watu wengi tunajidanganya kwamba Ukristo ni jina, ni dini. Kwamba mimi ni Mkristo, hiyo ndio dini yangu. No, Ukristo ni sifa za kufanana nani? Na Yesu. Angalia nikusomee chache hapa. Sifa ambazo hazimfai mtu wa Kristo.
au Mkristo halisi ni hizi: msiipende dunia na mambo yote yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kama ni Mkristo alafu unapenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yako. Kama unampenda Baba alafu unapenda dunia, mambo yaliyo hapa dunia unayapenda, tamaa, ulevi, uzinzi, uasherati, kumpenda Baba hakupo ndani yako. Yule ambaye anampenda Baba, hizi tabia za hapa duniani ambazo ni ovu hazina nafasi kwake. Safi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:13. Hizo ni sifa za Mkristo. Anayempenda Baba hutasikia akipenda dunia. Anayempenda Baba hutamsikia akitukana. Anayempenda Baba hutasikia akimuona mwenzake hana thamani. Anayempenda Baba hutamuona akijivuna mbele za watu kwamba yeye ni bora kuliko mtu mwingine. Anayempenda Baba ndani mwake amejawa na sifa za Kristo. Akitembea unasema yes, namuona Kristo ndani ya mtu. Akijibu maswali unasema yes, namuona Kristo ndani ya mtu. Akizungumza unasema naiona hekima ya Kristo. Akijibu maswali unasema yes, naiona hekima ya Kristo. Akipitia kwenye changamoto mbalimbali, hekima yake inaonekana, uvumilivu wake unaonekana, kwa sababu yeye ni mtu wa Kristo. Ana sifa zinazofanana na za Kristo. Wakorintho wa pili 2:14. Wakristo wa pili Wakorintho wa pili no. Wakorintho wa pili 2:14. Wakorintho wa pili 2:14. Bible inasemaje hapa? Watu angalie. Yes. Wakorintho wa pili, yes. 2:14. Wakorintho wa pili 2:14. Biblia inasema hivi. Nitasoma Wakorintho wa pili 2:14. Biblia inasema hivi: ila Mungu ashukuriwe anetu Wakorintho wa pili 2:14 inasema hivi: ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuihifadhisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Imagine, yani kuwa na Kristo kuna harufu fulani inatakiwa itoke kwa watu. Kuwa wa Kristo, yani kuwa Mkristo mwenye sifa za Kristo, kuna harufu fulani iliyo njema inayokutambulisha kwamba ni wa Kristo. Inatakiwa ionekane huko kwa watu. Ionekane huko kwa watu. Ni kazini kwako, wanajua huyu ni wa Kristo. Harufu yako inanukia kwa watu. Tabia zako, ndio inamaanisha tabia zako kwa watu zinakuwa ni njema. Wewe ndio unakuwa na sifa za huyu Kristo. Hallelujah. 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 Hey, ukiwa mtu wa Kristo unatakiwa uwe na sifa zinazofanana za Kristo, tabia njema ambazo Yesu mwenyewe amezizungumza. Mkristo yote mfumo wake wa maisha unaeleweka kwamba huyu mtu dhambi hii hapana, mazingira haya huwezi kumkuta, tabia hizo huwezi kumkuta nazo. Inajulikana kwa sababu ni sifa. Ukisema mimi ni Mkristo, tunatazamia kuona sifa za Kristo ndani mwako. Wakorintho wa pili 2:14 anasema, ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye. Wow. Ukitaka kutembea na Yesu, kubali mateso, kubali fedheha, kubali dhiki, kubali hata mke anaweza akakukataa, wazazi pia, hata jamii itakuacha. Moyo wa utayari ndani ya mtu ambaye ni wa Kristo unahitajika. Moyo wa utayari. Lazima uwe na moyo wa utayari. Ukubaliane na dunia kukugeuka, ukubaliane na dunia kukukataa, ukubaliane na dunia kukuona wewe ni wa ajabu kwa sababu ya Kristo. Haya, zifuatazo ni sifa za Kristo, za Mkristo. Sifa ya kwanza ya Mkristo, sio mtenda dhambi wa makusudi. Sifa ya kwanza Mkristo, sio mtenda dhambi wa makusudi. Hiyo ndio sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza Mkristo, sio mtenda dhambi wa makusudi. Ikitokea umefanya dhambi ni katika mazingira ambayo hamna namna ya kukwepa. Yaani basi imetokea na unajutia hapo unatubu. Lakini usifanye dhambi ya makusudi kama wewe ni Kristo.
una sifa ya Kristo ndani mwako, dhambi ya makusudi ikwepe, iepuke, kwa sababu haina faida yoyote kwako, na hiyo inakuondolea kwenye zile haki za kuwa Mkristo. Haleluya. Lakini ukiwa Mkristo, roho ukiwa na sifa za Mkristo, roho ya kuendana na wakati, kwamba unaendana na wakati, lazima usiwe nayo kwa namna ya giza. Kwa sababu ukisema unaendana na wakati dunia inapanda viwango vya kufanya maovu mengi, na wewe ukisema unaendana na wakati, unajikuta na wewe unaongeza viwango vya kufanya dhambi. Sasa hivi tunaona dunia imebadilika. Dunia ina mambo mengi yasiyompendeza Mungu, mambo mengi machafu yasiyofaa. Dunia imejawa na sifa mbaya. Watu wengi wamemwacha Mungu, wanafanya mambo ya ajabu. Ndoa za jinsia moja zipo sasa hivi, alafu wewe unasema naendana na wakati. Ukiwa Mkristo, swala la kuendana na wakati lazima makini nalo, kwa sababu usipokuwa makini itakupeleka pabaya. Lakini pia ukiwa Mkristo, usiwe mchoyo, usiwe binafsi. Kuna watu ni Wakristo lakini wa binafsi. Hawezi kumpa mwenzake wazo zuri, hawezi kumsaidia mwenzake kwenye hatua fulani, hawezi kumsaidia mwenzake atoke kwenye eneo fulani. Anataka yeye ndio afanikiwe peke yake. Huyo mtu kama anajiita ni Mkristo, amepoteza sifa za kuwa Mkristo. Mtu Mkristo ni mtu ambaye anatamani wengine kufanikiwa kabla hata yeye kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ndani mwake ana hiyo sifa ya Kristo. Haleluya. Usikubali kupoteza sifa yako ya kuwa Mkristo kwa sababu ya mambo fulani ya dunia ambayo unajua yanapita. Endelea na somo. Kwa hiyo ukishakuwa ni Mkristo, ujiandae kabisa kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, maisha ambayo yanampa Mungu utukufu. Sifa ya Mkristo anaishi kwa imani. Sifa ya Mkristo anaishi kwa imani. Sifa ya Mkristo ni mtu wa kuishi kwa imani muda wote. Haishi kwa kuona, anaishi kwa imani. Sifa ya Mkristo yoyote anaishi kwa imani, haishi kwa kuona. Usipende kuishi kwa kuona. Ukitaka kuishi kwa kuona utafika sehemu utapotea. Ishi kwa imani. Sifa ya Mkristo ni anaishi kwa imani. Unapokuwa unaomba, unaamini Mungu amesikia na atajibu. Akitaka kujibu hiyo haikufanyi ukate tamaa na wazi kumwona Mungu hayupo. Ukiomba leo Mungu asipokujibu, usikate tamaa na kuona kwamba Mungu hafai tena kuabudiwa, Mungu hafai tena kutumikiwa. Hapana. Sifa ya Mkristo ni mtu ambaye anaishi kwa imani. Ni mangapi umemwomba Mungu amekaa kimya? Je, ni kweli kwamba Mungu hawezi kuyafanya? Je, ni kwamba kweli Mungu hawezi kuyafanya? Hapana. Ila nini nataka kuangalia? Kiwango cha imani yako. Je, unamwamini wakati akijibu tu maombi yako, au hata asipojibu maombi yako bado unaenda kumwamini? Waebrania ngoja nakwambia mpaka ngapi. Waebrania 11:6. Waebrania 11:6 inasema, lakini pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu, au hatuwezi kumpendeza. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Waebrania 11:6. Waebrania 11:6. Andika hapa Waebrania 11:6. Yes. Pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu, kwa sababu mtu yote ambaye anamwendea Mungu kwanza aamini kwamba Mungu yupo. Sasa hizo ndio sifa za Mkristo.
aamini kwamba Mungu yupo. Na akishaamini kama Mungu yupo, amwendee kwa imani kuu kwamba huyu Mungu yupo na anajibu. Sifa ya kwanza hiyo nadhani imeingia. Tunakuja kwenye sifa ya pili. Lazima ina imani. Sifa nyingine ya Mkristo ni ipi? Sifa nyingine ya Mkristo ni lazima awe mtu wa kutamani kuoshwa kila wakati, kutengenezwa kila wakati, kukemewa kila wakati, kurekebishwa kila wakati, kuonywa kila wakati, ili aendelee kufanana na nani? Na Kristo. Kwa sifa nyingine ya Mkristo, lazima awe tayari kwa ajili ya kuonywa, kwa ajili ya kusemwa pale anapokosea, kwa ajili ya kurekebishwa. Lengo nini? Lengo ni ili afanane na huyu Kristo mwenyewe. Ukubali kuonywa kwa upendo, ukubali kukemewa wakati mwingine unapokosea. Lakini sifa nyingine ya Mkristo ni mtu ambaye anaishi bila kuhukumu wengine. Sifa nyingine ya Mkristo ni mtu ambaye anaishi bila kuhukumu wengine. Hawaoni wengine kama si kitu. Hapana. Yeye anaona wengine ni wa thamani. Hata kama ni waovu, wanafanya dhambi, bado anaona hawa ni wa thamani. Hawa ni wa Mungu. Ni vipi shetani amekamata maisha yao, lakini hawa ni wa Mungu. Wewe ni nani mhukumu mwingine? Wewe ni nani muone mwingine hafai, wewe ndo unafaa? Sifa za Mkristo haziko hivyo. Mkristo halisi yule ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Mkristo halisi ni yule ambaye anasaidia wengine kutoka kwenye tabia fulani ambazo hazipendezi Mungu. Mkristo halisi ni yule ambaye ametoa maisha yake kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine kumjua Mungu zaidi kilichopo leo. Hizo ndio sifa za Mkristo. Mkristo halisi ni mtu mwenye upendo. Mkristo halisi ni mtu mwenye upendo kwa watu wengine, anayependa watu wengine. Mkristo halisi mwenye sifa za Yesu hasa ni mtu ambaye anawahurumia watu ambao wanaishi dhambini, hawacheki. Wangapi leo hii ukiona kahaba unamcheka? Unamwona hana maana, unamwona hafai, unamtukana. Lakini hapana, sifa za Mkristo unatakiwa kumhurumia yule kahaba. Kama ni Mkristo, usiwe mtu wa kuhukumu. Ukimwona mtu ni mwovu, usimcheke, mhurumie. Natafuta njia ya kuweza kumsaidia. Nenda kamsaidie, kamhubiri Injili. Kuna watu leo wanapotea kwa sababu wamekosa mtu kumwambia wewe ni wa thamani. Mkristo halisi hapimwi kukaa sana kanisani. Mkristo halisi anapimwa kwa kwenda kwenye bar, sehemu zote hovyo, clubs, kwenda kuhubiri Injili, kupeleka habari njema kwa hao watu. Hizo ndio sifa za Mkristo. Leo hii mimi nikionekana bar, watasema tumemwona nabii bar, tumemwona nabii Dennis bar, tumemwona nabii Dennis bar. Itakuwa ni topic, itazungumzwa kila mahali. Tumemwona nabii Dennis bar. Wakati kumbe natakiwa ni bar nikahubirie Injili wale watu. Kinachotufanya sisi tunaogopa kwenda bar, watu watanionaje? Watu watanihukumu. Kwa nini? Kwa sababu sisi wa Kristo wenyewe ni watu wa kuhukumiana sisi kwa sisi, bila kuelewa kama tunachokifanya sio kizuri mbele za Mungu. Yesu amesema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Mpende Bwana Mungu wako. Lakini je, ni kweli tunampenda kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote, kwa uwezo wetu wote, kwa maarifa yetu yote? Je, tunampa muda huyu Mungu? Pengine akikaa pale mbinguni akikutazama wewe, anasema yes, namwona Linus ametoa muda wake mwingi kwa ajili yangu. Acha na mimi nijishughulishe na mambo yake. Wakati sasa hivi dunia jinsi ilivyo, tunakimbizana spidi ya maisha. Tunatafuta pesa kwa sababu pesa imekuwa ni ngumu kupatikana. Tumeacha Injili, tuko busy kutafuta pesa. Lakini angalia Mathayo anasemaje? Utafutini kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hao mengine yote hayo acha dunia yatafute. Acha wapagani wayatafute. Ukisoma Mathayo na kueleza Mathayo 6, nenda andika Mathayo 6. Karibu.
Mathayo 6:24 mpaka 34. Andika tu Mathayo 6:24 mpaka 34. Mathayo 6:24 mpaka 34 inaeleza kwamba jamani, ninyi fanyeni kazi ya Mungu, ninyi fanyeni kazi ya Mungu. Mambo ya mtakula nini, mtavaa nini, waacheni wapagani. Ni Biblia imeandika, sio mimi. Msisumbukie. Angalia 31 nasema hivi, Mathayo 6 kuanzia 24 mpaka 34. Lakini mimi nataka nisome 31. Nasema hivi, kwa maana hayo anasema hivi, msisumbukie basi mkisema tule nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa yatafuta. Mataifa ni watu gani? Wapagani. Hao ndio watakiwa watafute hivyo vitu. Tule nini, tuvae nini, tunywe nini, tufanyeje? Hao ni mambo ya mataifa. Sisi Mungu anatuambia tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ufalme wa Mungu na haki yake. Hao mengine yote atatuzidishia. Sasa hii haimaanishi kwamba kuanzia asubuhi mpaka jioni ubiri tu injili, hapana. Lakini tenga muda kwa ajili ya kazi ya Mungu kwanza. Ukishafanya kazi ya Mungu kwanza, mengine utazidishiwa tu. Watu wanajitoa wanatumikia Mungu kwa muda mrefu, kwa pesa zao, kwa gharama zao, na Mungu haje kuacha hata mmoja. Mungu anaapa, anasema kama majani niliyavika vizuri hivi, je, wewe si zaidi? Wewe si zaidi? Kama majani ambayo leo yapo, kesho hayapo, na yavika vizuri kiasi hiki, je, wewe si zaidi? Kitu gani ambacho kinatufanya sisi kitu ambacho kinatufanya sisi tunashindwa kusonga mbele sana ni kuangalia ukubwa matatizo tulionayo kuliko kumwangalia Mungu. Leo hii kumuona mtu anaenda kuhubiri injili imekuwa ni changamoto kubwa. Like nenda kuhubiri injili wakati nyumbani kwangu mna chakula, nyumbani kwangu hamna hiki, nyumbani kwangu hamna hiki. Sasa hiyo imetupotezea sana. Ndio vizuri. Hiyo imetupoteza, imetuchelewesha. Kwa sababu tunatazama, tunataka kutazama ukuu wa Mungu. Tunatazama ugumu wa maisha tulionayo. Kwamba okay, nikienda kuhubiri injili, watu wangu watakula nini? Lakini ni Mungu amekwambia utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Anakuambia hivi, utavaa nini, utakula nini, utakunywa nini, utafanyaje? Haya ni mambo ambayo mataifa wapagani, bila Kiingereza nasema pagans, they are looking for them. Pagans, not you. Sio wewe, ni wapagani. Unatakiwa wafikirie hivi vitu. Anasema hivi, so don't you worry saying what shall we eat, or what shall we drink, or what should we wear, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Mungu ambinguni anajua tunavihitaji vitu sisi watu wa Mungu. Amen. Sisi watu wa Mungu, Mungu anajua tunavihitaji. Kwa Mungu anategemea kutuona sisi tukiwa tumetuliza tu akili zetu vizuri, tukisema tunajua Mungu atafanya. Tunajua Mungu atafanya. Tunajua Mungu atafanya. Imani zetu zikiwa ziwe juu, kuamini kwamba Mungu hawezi kutuacha, bali Mungu atakuwa pamoja na sisi katika kila hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa na wewe kwa lisali moja. Sasa nadhani ni moja sana naweza kukuaga. Ukaendana vitu vingine. Mimi niko kwenye maombi, lakini naona ni vyema nije tuseme tuzungumze kitu kidogo muda mfupi. Tutakusaidia kwa moja nyingine. Tutakufanya angalau wewe umepiga hatua kadhaa mbele. Kwa hiyo tembea kwa ujasiri, mtu wa Mungu. Tembea kujiamini kabisa, mtu wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu anajua haki zako. Mungu anajua nini unahitaji. Naona lini sana jaribu kujazia vitu kadhaa hapa. Unaelewa watumishi wa Mungu? Kwa hiyo kuwa mtu akufanya ile mapenzi ya Mungu. Kuwa mtu akufanya mambo yanayompendeza Mungu. Ukifanya hivyo utafanya Mungu akupende zaidi. Mungu atakuona wewe ni mtu wa ajabu. Lakini sifa za Mkristo ni zipi? Kufanya mambo yanayompendeza Mungu. Matendo mema. Hizo ndio sifa za Mkristo. Matendo mema yanayompendeza Mungu. Tabia njema. Watu wasikuseme kwa ubaya. Asipo mtu akupona kwamba wewe huna maana yoyote. Bali mtu akikutazama wewe aseme wow, namuona Mungu kupitia huyo kaka. Namuona Mungu kupitia huyo ndugu. Namuona Mungu kupitia huyo dada. Hiyo ndio tabia hasa ya Mkristo. Hallelujah. Hallelujah. Maana wewe tayari kuyafanya leo mapenzi ya Mungu.
Watu ambao wamefanikiwa sana dunia hii, watumishi wa Mungu, ni wale ambao walijitoa fahamu zao, walijitoa akili zao, wakaamua kuingia kwa Mungu kama vichaa, kwamba ikiwezekana kama ni mke wangu ananiacha, pote acha niache. Mwangalie mtumishi wa Mungu, baba wa imani, Abraham aliacha familia yake, akaondoka mbali kwa ajili ya Injili. Hakuwaza atakula nini, hakuwaza atavaa nini. Yeye alijisema nimemsikia Mungu na aliamua kuondoka, na hatimaye Mungu amemfikisha mbali sana. Kwa nini? Kwa sababu alitenga muda kwa ajili ya Mungu. Hallelujah. Wangapi leo hii wako tayari? Leo hii ukimwambia mtu tufanye kazi fulani, tutoa mchango fulani kwa ajili ya kazi ya Mungu, anaanza kuona kama yeye anataka kufaidisha wewe. Anashindwa kuelewa kwamba kazi ya Mungu inapelekwa na watu. Kuna watu ambao wanatakiwa waipeleke kazi ya Mungu. Sio wote tunaenda kuhubiri, sio wote tunaenda kuhubiri Injili. Wengine uwezo wetu ni kuwasukuma wengine waende kwa fedha zetu. Kama kuna mtumishi ambaye yuko karibu na wewe na anatamani kupeleka Injili mahali fulani na amekwama, unaweza kumsaidia, aidha usafiri, aidha chochote kile. Mwezesha kuhubiri Injili, umehubiri pamoja naye. Mungu hawezi kukuacha. Hallelujah. Naomba nimshukuru kwa ajili yako. Sasa nikuache na mimi na kuna vingine. Lakini mimi mtumishi wa Mungu Linus pamoja na mimi na wengine ambao tuko hapa tunafanya hii kazi kwa amani na tunahubiri Injili, watu watapata huu ujumbe. Naache video kwenye mtandao huko, watakwenda kuisoma, kusikiliza, na itasaidia sana. Mkristo sio dini, naweza kuhubiria watu. Ambie watu Kristo sio dini. Ukristo ni aina fulani ya maisha yanayompendeza Mungu. Ukristo ni tabia njema. Ukristo ni tabia yenye nidhamu mbele za Mungu, inamtukuza Mungu kwenye maisha yake, kwenye maisha yao mtu. Huo ndio Ukristo. Asiwepo mtu akukuvunja moyo na kufanya uone kabisa kwamba huwezi kusonga mbele. Hapana. You are man of God, you are man of God. Una haki ya kuhubiri Injili, una haki ya kusonga mbele, una haki ya kupiga hatua fulani kwa sababu ni haki yako. Leo nishukuru kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao Mungu tumekuwa nao. Tangu nilipoanza mpaka hapa nahitimisha, ndani ya risala hili moja tumejifunza pamoja na wao. Bwana Mungu, naamini kuna kitu ambacho umeachilia kwenye maisha ya watoto wako hawa. Bwana Yesu wasaidie kiweze kukua ndani yao. Wakuwe wakijua kabisa wokovu sio dini, Ukristo sio dini, bali ni sifa, ni mfumo fulani wa maisha ambao unakupendeza wewe. Lakini Mungu, tunaomba tupe neema ya kuweza kuishi maisha yanayokupendeza wewe, ili tufanane na wewe. Tuwe Wakristo halisi, tusiwe Wakristo jina tu, bali tuwe Wakristo wenye sifa zinazoendana na wewe. Leo hii nimeishia hapa. Nina sifa nyingi ambazo naweza kuzieleza, lakini kutokana na muda nimeamua kuishia hapa. Bwana Yesu, nipe nafasi wakati mwingine niweze kuja na kufundisha tena sifa zingine nyingi zaidi, ili watu wako wajijue Bwana na wakujue wewe zaidi. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Nikutakia kazi njema na uwe na amani, uwe na furaha, na zaidi sana au zaidi ya yote, tafuta kumjua Kristo. Tafuta kuwa na sifa za Kristo. Tafuta kuyafanya mapenzi ya Mungu. Tafuta kuishi maisha yanayomtukuza Mungu. Hiyo ndiyo faida utakayopata kwenye maisha yako yote hapa duniani. Mungu akubariki sana. Asante. Shalom. Lakini pia unaweza ukashare hii video kwa ajili ya watu wengine waweze kupata. Unaweza ukashare tu kwenye page yako. Share hii video ili na watu wengine ambao kwenye page yako waweze kuona, wajifunze, waende mbali. Katika jina la Yesu. Amen.